nini alimwaga damu? Eva na Adamu hawajui. Mungu akamfuata aliyemwaga damu, akamwambia umefanya nini? Aliyemwaga damu akaanza kujifanya hajui. Mimi sijui, mimi mnanisingizia, kwa nini mnaniwazia mimi? Akajifanya hajui. Lakini Mungu anamwambia umefanya nini? Naongea na wao popote pale. Unajua hata magaidi wanasikia mahubiri yangu. Somo langu linaitwa damu isiyo na hatia. Hebu naomba kila mtu aseme damu isiyo na hatia. Kutoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 16 na mstari wa 16 hadi wa 9. Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Naam, viko 7 vilivyo chukizo kwake: macho ya kiburi na ulimi wa uongo na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Hebu sema mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Kwa nini kumwaga damu ni kosa kubwa mbele za Bwana? Ni kwa sababu damu ni uhai. Mwambie mwenzako damu ni uhai. Rudia tena kwa sauti, damu ni uhai. Damu inapomwagwa mahala popote, bila kujali imemwagwa na nani, kwa sababu zipi, inaweza kuleta laana na matatizo katika nchi. Damu ni uhai. Uhai wa mtu uko ndani ya damu yake. Hebu naomba usikie, useme uhai wa mtu uko ndani ya damu yake. Ukimwaga damu ya mtu, unamwaga uhai wa mtu. Mambo ya Walawi sura ya 17 na mstari wa 14, tuangalie kwamba uhai wa mtu ni damu yake. Kwa maana kuliko uhai wa mnyama, hiyo damu yake ni moja na uhai wake. Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, msile damu ya mnyama awaye yoyote, kwa kuwa uhai wa huyo mnyama uko katika damu yake. Unaona, uhai wa binadamu uko katika damu ya binadamu. Uhai wa mnyama uko katika damu ya mnyama. Na uhai umetoka kwa Mungu. Mungu haruhusu watu kumwaga damu au kumwaga uhai. Ndiyo maana Mambo ya Walawi sura ya 17 na mstari wa 10 hadi wa 13. Ninaomba univumilie, leo lecture yangu itakuwa fupi ili tupate muda wa kuomba wote kwa pamoja. Hebu sema amen. Mambo ya Walawi sura ya 17 na mstari wa 10 hadi wa 13. Kisha mtu awaye yeyote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hao wageni wakao kati yenu atakayekula damu ya aina yeyote, nitakunja uso wangu juu ya mtu alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. Hebu sema uhai wa mwili u katika hiyo damu. Ndiyo maana mtu anapokuwa anatokwa na damu, anatokwa na uhai. Ndiyo maana yule mama kwenye Biblia aliyekuwa anatokwa na damu miaka mingi, uhai ulikuwa unatoka. Damu inapomtoka mtu, maana yake uhai unatoka. Na utaona Mungu amesisitiza kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 24 na mstari wa 18, anasema damu ni uhai. Maana yake damu inapotoka, uhai unatoka. Uhai umemwagwa, uhai ulitoka kwa Mungu. Mambo ya Walawi 24 na mstari wa 14. Na atakayempiga mnyama hata akafa, atalipa uhai kwa uhai. Unaona, ilikuwa imeelezwa kwenye Biblia kwamba ukimpiga mnyama akafa, hautaki kulipa fedha, unatakiwa utoe uhai. Sio kwamba umempiga mnyama akafa afu unatoa fidia. Uhai kwa uhai. Uhai kwa uhai. Ndiyo maana Mungu alikuwa makini sana na mambo ya kumwaga damu katika nchi au mahala popote. Hebu angalia Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 23. Naendelea kukuonyesha kwamba damu ni uhai. Maana yake uhai wa mtu au maisha ya mtu au utu wa mtu uko ndani ya damu yake. Kumbukumbu la Torati sura ya 12 na mstari wa 23. Ila ujihadhari kwamba usile damu, kwani hiyo damu ndiyo uhai. Kwani hiyo damu ndiyo uhai. Hebu sema kwani hiyo damu ndiyo uhai. Vizuri sana. Unaona, tunaanza kuona ng'ambo ya mashaka kwamba damu ndiyo uhai.
damu ya mtu inapomwagwa katika nchi, au damu ya watu inapoanza kumwagika katika nchi, maana yake uhai unamwagika katika nchi. Ndiyo maana ile Mwanzo sura ya 9 mstari wa 4, maandiko yanasema hivi: bali nyama pamoja na uhai, yaani damu, bali nyama pamoja na uhai, yaani damu, msile. Uhai yaani damu. Damu ni uhai. Mungu amesema sile uhai, simwage damu, kwa sababu damu ni uhai. Ndiyo maana unaona kwenye maandiko, kwa mfano, kuna mahali Mungu anasema kwamba atakayemwaga damu ya mtu, damu yake hiyo itamwagwa na mtu. Kwa nini? Kwa sababu kwenye swala la damu Mungu anasema damu kwa damu, uhai kwa uhai. Hasemi eti damu inamwagika afu fedha inalipwa. Hapana. Kwenye uhai au damu, damu kwa damu. Kama ukimwaga damu, na wewe damu yako itamwagwa na mtu. Naona huruma sana kwa watu wanaofanya haya katika nchi, kwa sababu unapomwaga damu ya mtu, damu yako itamwagwa na mtu, bila kujalisha kwamba umemwaga kwa sababu gani. Lakini Biblia inasema unapomwaga damu, damu yako inamwagwa na mtu. Si tu kwamba eti umetenda dhambi, si tu kwamba eti umefanya hivi, umejitengenezea kifo cha namna hiyo wewe mwenyewe, time factor. Na ndio maana kwenye kumwaga damu huwa hakuna excuse. Iwe kumwaga damu ya mimba, una mimba, una mtoto tumboni, unaona hafai, unamwaga damu. Umemwaga damu, unamwaga damu, umeona utajulikana umetoa mimba, sasa unamwaga damu. Na watu wanafanya excuse, wanasema kwamba mchungaji, mimi sijaua mtu, kwa sababu damu hiyo ya mtoto mchanga hata jina lake lilikuwa halijulikani. Nataka nikwambie jambo moja ambalo pengine hulijui. Mtoto aliyetungwa mimba, aliyetumboni ana wiki 2 au wiki 1, ni binadamu anayejitegemea. Waulize wanasayansi. Ndiyo maana hata blood group la mtoto aliyetumboni ni tofauti na blood group ya mama, ingawa wote wanashare damu moja. Ni binadamu anayejitegemea. Wakati mwingine watu wanapotoa mimba, inatoka mimba na ule moyo wa binadamu umeshaanza kumbika, moyo unakuwa dunda, unapiga, ni moyo wa mtu. Na damu hiyo itakufuata, kwa sababu amwagae damu, hiyo damu nayo itamwagwa na mtu. Unless damu yako itamwagwa na mtu. Maana yake nini? Maana yako umejitengenezea matatizo. Mwingine anasema haya mambo Gwajima yako kwenye Agano la Kale. Hebu tuangalie Agano Jipya la Bwana Yesu Kristo mwenyewe, Mathayo sura ya 26 na mstari wa 52. Yesu mwenyewe anasema, haya maneno hayatoi kwenye kinywa cha mtume Paulo au Petro au Yohana au Yakobo. They come from the mouth of our Lord and our King Jesus Christ. Mathayo sura ya 26 na mstari wa 52. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahala pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa huo. Narudia tena. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahala pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa huo. Unaona Yesu, kwa nini Yesu alisema hayo? Yesu alisema hayo kwa sababu Yesu alipokamatwa, wanafunzi wake wakajaribu kumtetea Yesu kwa ajili ya kumkata mtu sikio. Petro akachukua upanga wake akamkata mtu sikio. Jambo hilo alilokuwa anafanya Petro lilikuwa zuri. Kwa nini? Anamtetea bwana wake. Bwana wake anakamatwa, bwana wake anaonewa. Sasa Petro anajaribu kumtetea. Jambo hili sio baya, anamtetea mwalimu wetu. Lakini kile kitendo cha kumwaga damu kikamuudhi anayetetewa. Anayetetewa akasema, hapana, pamoja na kwamba ni vizuri kunitetea, hatuendi hivyo. Pamoja na kwamba ni vizuri kunisaidia, lakini hatuendi hivyo. Rudisha upanga wako mahala pake, maana wewe kama utaua kwa upanga, na wewe utauawa kwa upanga. Ninawaamuru wale wote ambao Tanzania hii wanamwaga damu, kama wasipotubu na wao yawafike yale wanayowafanyia watu wengine kwa jina la Yesu. Huwezi kabisa ukamkuta mama mmoja yuko shambani, anaendelea na shughuli zake, anapigwa risasi. Unamkuta baba mmoja yuko mahali nyumbani kwake kwenye uvungu, anapigwa risasi. Unamkuta yuko mahali, damu inamwagia katika nchi. Mambo haya tunatakiwa kuyakemea bila biasness, kuyakemea bila kuangalia upande.
Unapita pale katikati bila kuangalia upande, na hivi ndivyo Mungu anavyotaka. Bila kuona yule au kuona huyu au kuona yule au kule juu, unapita hapo katikati. Unasema kinachotakiwa kusema, unazungumza kinachotakiwa kuzungumza, na unasema hii si sawa. Unajua kuna watu wengine wanaweza kushabikia mtu anapokufa kwa sababu yoyote ile. Mambo haya lazima yaangaliwe na yakemewe moja kwa moja, tena bila kumumunya maneno. Unakumbuka kule Rwanda wakafa marais wawili, ikachochea tatizo katika nchi. Tatizo linapotokea katika nchi, usiwaze kwamba utakuwa salama. Hakuna mtu atakayekuwa salama. Hakuna jambo baya kama kuwa ndani ya daladala na hujui inaelekea wapi. Narudia tena, hakuna jambo baya kama kuwa ndani ya daladala na hujui inaelekea wapi. Na hakuwa jambo baya kama kuwa kwenye nchi na hujui inaelekea wapi. Nataka nikwambie mimi kwa uhakika kabisa, nchi ya Tanzania ni salama. Nchi ya Tanzania itaendelea kuwa tulivu. Nchi ya Tanzania itaendelea kuwa vizuri kwa jina la Yesu. Kama unaamini, piga kelele na useme amen. Hii ni nchi ya Mungu. Mungu ameweka watawala wasimamie kwa niaba ya Mungu. Lakini ni nchi ya Mungu. Yeye ndiye aliyeweka mipaka na makazi ya watu. Nchi hii itaendelea kuwa salama, asema Bwana wa majeshi. Mtu anayependa hayo ampigie Bwana kelele za shangwe, amen. Hatari ya damu. Hatari ya damu. Leo nitaongea kwa dakika chache tu, dakika 45 nitakuwa nimemaliza. Hatari ya damu. Damu ina hatari sana, kwa sababu damu ina sauti. Mwambie mwenzako, damu ina sauti. Rudia tena, damu ina sauti. Nataka useme kwa sauti, damu. Rudia tena, damu ina sauti. Alafu damu inapomwagika inaleta laana. Inaleta laana katika nchi, inaleta laana kwenye maisha ya mtu. Mwanzo sura ya 4 na mstari wa 9 hadi wa 11. Nasoma, Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Yeye ndiye alikuwa amemuua ndugu yake. Ana jeuri, ameua lakini bado ni jeuri. Anauliza, yuko wapi ndugu yako? Anasema, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Anajua nimemuua lakini bado jeuri, lakini moyoni mwake anajua, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Bwana akasema, mstari wa 10, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Hebu sema, sauti ya damu ya ndugu yako inanililia. Rudia tena, sauti ya damu inanililia. Kuna mambo mawili hapo, kuna sauti ya damu na kuna kilio cha damu. Kuna mambo mawili hapo, kuna sauti ya damu na kuna kilio cha hiyo damu. Damu ina sauti na damu ina kilio. Hapa ni mwanzo. Unaona, hawa ni watoto wawili wa baba mmoja. Mmoja anaitwa Kain, mwingine anaitwa Habil. Kain alikuwa akaenda kumtolea Mungu sadaka yake ikakataliwa. Alafu Habili alipomtolea Mungu sadaka yake ikakubaliwa. Kwa hiyo Kain akanuna kwa sababu ya wivu, akamuua mwenzake. Alipomuua, Mungu akasikia sauti. Wazazi walikuwa hawajui nini kimetokea, Mungu akasikia sauti. Kwenye nchi waliokuwa wanakaa walikuwa hawajui nini kimetokea, Mungu akasikia sauti. Kwenye makazi yao, familia zao, walikuwa hawajui. Adamu na Eva walikuwa nyumbani wamelala hawajui, Mungu akasikia sauti. Mungu husikia sauti hata kama watu wasiposikia. Mungu anasikia sauti. Baadaye sauti itamfikia Mungu, na Mungu aliposikia sauti akamfuata muuaji. Akamwambia, yuko wapi ndugu yako? Mungu akamfuata muuaji. Na mimi namuomba Mungu, mfuate muuaji anayesumbua popote pale kwa jina la Yesu. Hukumu za kweli zina Bwana. Narudia tena, hukumu za kweli zina Bwana. Dunia ina mambo mengi. Nisikilize vizuri, dunia ina mambo mengi.
Dunia ina watu wenye akili wa kutengeneza matukio ili iwe hivi, iwe vile, iwe vile. Dunia ina watu wengi. Ndiyo maana Yesu hakusikiliza mambo ya wanadamu, maana alijua yawatokayo wanadamu. Lakini hukumu za kweli zina Bwana, na zina Bwana peke yake, kwa wakati wake, kwa saa yake, kwa muda yake. Bwana atainuka na kutenda haki. Anayependa hayo aseme amen. Unaona, I have gone through so many nations. I have never seen a dear country, precious country, good country as our country, Tanzania. It's an amazing country. The Tanzanians are amazing people. The country has full of resources. Tukipenda hii nchi na kuilinda hii nchi na kuamua kuyanyoshea vidole mambo haya yanayotokea kuharibu sifa yetu, tutaishi salama. Watoto wetu na ndugu zetu na wajukuu wetu watakuwa salama katika nchi tuliobekwa na Bwana Mungu wetu. Amen. Mungu akamuuliza, mstari wa 10, basi sasa umelaaniwa katika ardhi iliyofumbua kinywa ipokee damu ya nduguyo. Tumeona kumbe damu ina sauti. Damu inapomwagika chini ya ardhi inatoa sauti, inamwambia Bwana, 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 nilitoka kwako, niko hapa barabarani, niko hapa shambani, niko hapa njiani, nimemwagwa na fulani. Damu inaongea, ina sauti, inamwambia Bwana, 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 Bwana. Kaini alimwaga damu, Eva na Adamu hawajui. Mungu akamfuata aliyemwaga damu, akamwambia umefanya nini? Aliyemwaga damu akaanza kujifanya hajui. Mimi sijui, mimi mnanisingizia, kwa nini mnaniwazia mimi? Akajifanya hajui. Lakini Mungu anamwambia umefanya nini? Nataka niseme hivi, wale wanaomwaga wanaweza kujifanya hawajui, wanaweza kujifanya hawajui. Na ukimpata mmoja ukaongea naye anasema sijui, na kutambulisha yeye ailindaye Tanzania hata lala wala hata sinzia, yeye aliye mkuu wa Israeli, Mungu wa Israeli. Kama wewe sio mlinzi wa Tanzania, basi yeye ailindaye Tanzania, Mungu wa mbinguni, Jehova, mwamba wa kale, mfalme wa amani, Baba wa mbinguni, hata lala wala hata sinzia, yeye aliye mkuu wa Israeli, asiache mguu wako usogezwe. Never listen to men. Men have got so many things. They tell you this tomorrow just to tell you the other thing next week. We only listen to the word of God. Men are full of disappointment. Men changes with the seasons, times, and some factors. But the Lord is the same yesterday, today, and forever. He never changes. Hallelujah. Alafu baadaye unaona sauti inazungumza kwa Mungu, Mungu akaisikia. Alafu cha pili, damu ina kilio. Damu inaweza kulia. Damu iliyomwagwa barabarani, iliyomwagwa njiani, iliyomwagwa mahali, unaweza kusikia inalia, nimemwagwa, niko barabarani, niko njiani, niko polini, niko shambani, damu inalia, na kilio Mungu anasikia. Na kilio Mungu anasikia. Kwenye masikio yangu nasikia damu inalia, nasikia damu inazungumza, nasikia damu inapiga kelele mashambani, milimani, mabondeni kwa ajili ya hatia yetu. Hakuna mtu hata mmoja anayeweza akasema jambo hili limetokea kwa sababu wewe hukuchukua nafasi yako. Kanisa linatakiwa lichukue nafasi yake. Kanisa linatakiwa kuomba. Kanisa linatakiwa kufunga. Siongei kanisa la ufufuo na uzima, watu wote. Mtu yote anayelicha jina la Bwana, Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinitafuta uso na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, nitakisikia kilio chao na kuiponya nchi yao. Watu wangu ni kila nani? Ni wewe. Ni yule anayenisikia kutokea Uingereza. Ni wewe unayenisikia kutokea Canada. Ni wewe unayenisikia kutokea Marekani. Ni wewe unayenisikia kutokea Mbeya, kutokea Iringa, kutokea Tanga, kutokea Moshi, kutokea Manyara, kutokea Singida, kutokea Shinyanga, kutokea Mwanza, kutokea Geita, kutokea Bukoba, kutokea Kigoma. Ni wewe unayenisikia kutokea Namanga mpaka Holoholo, kutokea kule Tunduma mpaka boda ya Msumbiji.
Mungu anaiangalia Tanzania kama nchi yake, na ameitunza na ameilinda na anaiongoza, na mabaya hayataipata Tanzania, wala tauni haitakalimia hemani mwake. Kama unaamini hayo, simama upige kelele amen. Naomba ukae. Kwa hiyo kilio cha damu kinaweza kufika mbinguni, na kilio cha damu kinapomfikia Mungu, Mungu anamfuata anayetenda. Kwa kawaida anayetenda anakuwa sirini, na anakuwa anatenda kwa sababu anajua hakuna mtu wa kumfahamu. Anaweza kuvaa ngozi nzuri akakusalimia asubuhi good morning, lakini mchana kumbe ndiye alikuwa na wewe. Akakusalimia usiku how are you Mr. Mwangela, alafu kumbe usiku ndiye anayekutafuta wako namna hiyo. Na mara nyingi usiyemwaza anakuwa ndio anakuwa ni mtu amekaa mahala fulani fulani. Nasema Kain alitenda jambo hilo wakiwa nyikani, wakiwa jangwani, na kipindi hicho dunia ilikuwa na watu 4 tu. Yaani dunia nzima wanadamu walikuwa 4. Alikuwepo Kain, alikuwepo Habil, alikuwepo Adamu, alikuwepo Eva. Mtu mmoja wa 4 akamuua mtu wa 3. Mungu akajua. Na leo watu wote wako mikononi mwa Bwana. Unaweza kufanya haya, unafikiri Bwana hajui. Bwana anajua. Naongea na wao popote pale. Unajua hata magaidi wanasikia mahubiri yangu. Kwa hiyo unaona sauti ya damu na kilio cha damu. Damu inalia. Inapolia matatizo yanatokea. Mwambie mwenzako damu ina sauti na damu inalia. Na unaona ule mstari wa 11, basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa. Kumbe ardhi ina kinywa. Ardhi ina mdomo wa kupokea damu. Kumbe laana inakuja katika nchi, mahala ambapo nchi inaanza kupokea damu za watu wasio na hatia. Laana inaanza kuja, na iondoa laana hiyo katika nchi yetu ya Tanzania kwa jina la Yesu. Sasa wakati namalizia, ili tuombe kwa pamoja. Ndiyo maana hata damu ya Yesu ina sauti. Profesa mmoja kule Japani akaniuliza swali. Akasema, Pastor Gwajima, unang'ang'ana damu ya Yesu inasafisha ulimwengu wote. Kwani binadamu mwilini mwake ana lita ngapi za damu? Nikamwambia, Profesa, najua unataka kuniambia baadaye idadi ya watu ni wangapi duniani hata waweze kuoga hii damu lita 3 au lita 4 au 5 zizo ndani ya mwili wa mtu. Akasema ndio. Sasa mnasema damu ya Yesu inasafisha watu bilioni 7. Dunia ina watu bilioni 7. Damu ya Yesu hata wakioga tone moja halitoshi. Nikamwambia, damu ya Yesu kinachoifanya iwe na nguvu sio wingi wake au chache wake, ina sauti. Ndani ya damu kuna nini? Sauti. Sauti ya amani, sauti ya ustawi, sauti ya uponyaji, sauti ya maajabu, sauti ya miujiza, sauti ya ushindi, sauti ya kwenda mbele. Damu ya Yesu ina sauti. Hebu soma maandiko hayo useme, usikie damu ya Yesu ina sauti. Ingawa ilishamwagwa miaka 2000 iliyopita, lakini sauti yake inaendelea mpaka leo. Inasema waokolewe, inasema waponywe, inasema wafunguliwe, waponywe. Waebrania 12 mstari wa 24. Na Yesu Kristo, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Hebu sema damu inenayo mema. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Damu inenayo mema. Maana yake kuna damu inanena mema na kuna damu inanena mabaya. Damu ya Yesu inanena mema. Mema gani? Tuokolewe.
mpaka leo inanena. Ndiyo maana hata neno la Mungu ndani yake lina damu ya Yesu. Ukiangalia Ufunuo sura ya 19 ukasoma kuanzia mstari wa 11, inasema, tazama nikamwona amepanda kwenye farasi mweupe, na yeye aliyempanda akaitwa wa kweli, mwaminifu na wa kweli, na amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake akaitwa Neno la Mungu. Unaona, neno la Mungu lenyewe lina damu. Ninapokuwa naongea sasa hivi, neno la Mungu linaondoka na damu. Damu inaruka kuelekea ufalme wa giza. Nikisema neno la Mungu, kuna fontaine, mabubujiko ya damu ya Yesu yanaruka, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno, kwa sababu neno lao lina damu, neno la ushuhuda wao. Pigie Bwana makofi, haleluya. Kwa hiyo damu ya Yesu inanena mema. Hebu sema inanena mema. Kuna damu za aina mbili. Damu ya kwanza ni ile ya Yesu inayonena mema, inazungumza mema. Damu ya pili ni damu za watu na damu za wanyama zilizomwagwa bila hatia, zenyewe zinazungumza mabaya. Muhimu sana. Kwa nini waganga wa kienyeji wanapenda damu? Kwa nini waganga wa kienyeji na wachawi wanapenda damu? Hakuna mganga wa kienyeji hata mmoja ukienda kwaye kutibiwa atakwambia naomba matikiti maji, naomba machungwa 3. Haombi. Hawezi kusema naomba kilo 1 ya matembele. Hakuna mganga anayesema naomba mahindi ya kuchoma 2 uyalete yamechomwa. Hakuna mganga anayesema niletee viti 2 vya kukalia. Ataomba kuku, ataomba mbuzi, ataomba kondoo, ataomba ng'ombe, au ataomba kuchanje chale. Kwa nini? Anataka damu. Kwa sababu uhai yuko ndani ya damu. Ukishika damu ya mtu umemshika mtu. Narudia tena, mimi nikiwa na damu yako hapa, niko na wewe hata kama ungeenda Australia. Nikizungumza na hiyo damu, nazungumza na wewe. Narudia tena, mimi kama nina damu yako hapa, nenda uendapo, kwa sababu damu yako ndio uhai wako. Nikizungumza na damu yako, nazungumza na wewe. Nikikanyaga damu yako, na kukanyaga wewe. Nikitukana damu yako, na kutukana wewe. Ndivyo inavyokwenda. Ndiyo sababu kuna wakati mwingine unaweza kulala ukaamka umechanjwa chale. Wale wanaokuchanja chale wanachukua damu yako, wanaondoka nayo, ili kwamba popote utakapokwenda wakiwa na damu yako wana wewe. Sababu damu ndiyo uhai. Damu ina sauti, damu ina kilio. Ndiyo maana ukienda kwa mganga wa kienyeji, anakuambia leta damu ya mbuzi, au leta damu ya kuku, au damu yako wewe mwenyewe. Kila mtu uliyewahi kuchanjwa chale kwa mganga, ulijiacha kwa mganga. Mwambie mwenzako ulijiacha kwa mganga. Rudia tena, ulijiacha kwa mganga. Maana yake uko mara mbili. Uko hapa na uko kwa mganga. Na mganga anaweza kuzungumza na wewe, na anytime anaweza kufanyia jambo lolote analotaka kwa sababu zake. Sasa, kwa hiyo, kwa nini waganga wa kienyeji wanataka damu? Wanataka damu kwa sababu wanaposema leta kuku, au leta kondoo, au leta ng'ombe, wanataka damu imwagike. Damu inapomwagika wanaiacha pale. Na kimsingi inayofanyika ni hivi. Inafanyika kwamba wanapoimwaga hiyo damu ya kuku, mara nyingi kabla hawajaichinja ile kuku, wanakwambia yule kuku uje naye wewe mwenyewe. Hawataki yule kuku abebwe na mtu mwingine. Wanataka kuku yule umbebe yeye mwenyewe. Na majira ya kumkamata yule kuku sio asubuhi. Wanakuambia umkamate lini, umkamatie wapi, umlaze wapi, ili ile damu ya kuku iwe na uhusiano na damu yako. Unapofika kule, wanamchinja yule kuku.
ile damu ya kuku inamwagika chini. Alafu ile damu ya kuku sasa inaanza kuzungumza. Wanakuuliza wewe, unataka huyu mbaya wako tumfanye nini? Wanakuuliza wewe. Kuna mtu alikwenda akaulizwa, unataka huyu mbaya wako tumfanye nini? Baada ya kuleta kuku, huyu mtu atasema, nataka huyu mbaya wangu apate ajali. Nataka huyu mbaya wangu apate ajali. Basi hiyo damu inamwagwa. Kwa kuwa damu ina sauti na damu ina kilio, ile damu iliyomwagwa chini inaanza kuzungumza. Eliza apate ajali. 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 Mashetani wanaposikia damu hiyo, wanatumia damu hiyo, unapata ajali. Damu hiyo inakuwa inalia, afe, 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 augue, awe mgonjwa, achukiwe na watu, asipendwe. Damu inasema talaka, talaka, kifo, balaa, mikosi imemwagwa. Kwa jina lako ndio unajikuta unaanza kuwa na matatizo ambayo hujui yanatokea wapi. Ninaamuru leo, kila mtu aliyemwaga damu kwa jina lako, mahala popote, ile damu aliyoimwaga imrudie yeye mwenyewe na familia yake kwa jina la Yesu. Lazima awepo. Kwa hiyo huyo mtu anamuuliza, huyo mtu anamwambia leta kondoo. Kondoo huyu mlete mwenyewe. Mara nyingi waganga wa kienyeji wanakuambia akiwa anachinjwa kondoo, wewe unaweka mikono juu ya kondoo, alafu damu inamwagika. Ile damu inaanza kuzungumza, kwa sababu damu ni uhai. Ile damu inanuiziwa, tunataka fulani apate ajali. Damu inamwagika chini, tunataka fulani asizae. Tunataka fulani aharibu mimba. Tunataka fulani achukiwe na watu wote. Tunataka fulani awe na balaa. Tunataka fulani awe na nuksi. Ile damu inaanza kuzungumza sasa. Balaa, 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 balaa. Hata leo, hata asubuhi hii, hata jana usiku, hata wiki iliyopita, hata mwaka huu mwezi huu, bila shaka kuna mtu asiyekupenda ambaye naye amemwaga damu za wanyama au damu za ndege au damu ya mtu mahali kama kafara, ili kwamba wewe upatwe na matukio haya. Ile damu inaendelea kuzungumza, kuzungumza, kuzungumza. Na wewe unasema eti unaweza kushinda tatizo kwa maombezi. Hapana, unashinda tatizo kwa kuinyamazisha hiyo damu. Unaiambia nyamaza. Hebu sema kwa jina la Yesu, kila damu yeyote inayonena mabaya juu yangu mimi, ninainyamazisha kwa jina la Yesu. Damu yeyote inayonena ajali, mikosi, balaa, laana, ninainyamazisha kwa jina la Yesu. Damu ya ndege, damu ya mbuzi, damu ya kondoo, damu ya ng'ombe, damu ya mtu, damu ya njiwa, mtu yeyote aliyemwaga damu ili biashara yangu, kazi yangu, utaalamu wangu, ajira yangu, biashara yangu, nchi yangu ipate mabaya, na inyamazisha sauti hiyo kwa jina la Yesu. Ewe sauti ya damu, uliye mapolini, uliye jangwani, uliye nyikani, uliye mwagwa, nyamaza, nyamaza kwa jina la Yesu. Hakuna mtu aliye mkubwa kuliko Tanzania. Nirudie tena, there is no one who is greater than Tanzania. I am lesser to Tanzania. My denomination is lesser to Tanzania. There is no one who is greater than our country, Tanzania. People will come and go. Politics will come and go. Tanzania and the Tanzanians will stay. And I say again, Tanzania shall prevail, and Tanzania shall stay, and Tanzania shall stand, our greatest country, a country flowing with milk and honey. It will stay. If I annoy you by saying that, it's up to you.
This is my business and the business of the kingdom of God. But Tanzania will prevail. Tanzania itasimama. Nchi nzuri hii. Nchi ya mlima Kilimanjaro. Mlima mrefu kuliko yote Afrika. Nani kama Kilimanjaro? Nchi ya ajabu yenye zina lenye kina kirefu kuliko ziwa lote Tanzania, ziwa Tanganyika. Ni nani kama ziwa Tanganyika? Nchi yenye ziwa kubwa kuliko maziwa yote Afrika, Lake Victoria. Ni nani kama Lake Victoria? Nchi ambayo inatengeneza 20% ya maji yote safi yenye uwezo wa kunyweka ya dunia iko Tanzania. Ziwa Nyasa, ziwa Tanganyika, ziwa Victoria yanatengeneza 20% ya maji yote ya duniani yaliyo safi, yana uwezo wa kunyweka. Nani kama Tanzania? Tanzanite inatoka wapi kama sio Tanzania? Dhahabu inatoka wapi kama sio Tanzania? Alexandrite inatoka wapi kama sio Tanzania? Aquamarine inatoka wapi kama sio Tanzania? Ni nchi ipi ambayo watu wake wanaongea lugha moja, wakikutana kwenye familia zao, wengine Kisukuma, wengine Kichaga, wengine Kijaluo, wengine Kizinza, wengine, lakini wakikutana mahali wanasikilizana kwa lugha moja? Kenya hawawezi, Uganda hawawezi. Nani kama Tanzania? Hii ni nchi njema tumepewa na Bwana Mungu. Tuilinde, tuitunze, na tusikubali mtu yeyote aiharibu au aibomoe. Amen. Ukibomoa Tanzania mimi nakufuata. Yaani nakufuata mchana wa saa 8. Ukiniuliza wewe ni nani, nitakwambia ni mtu aliyewekwa katika zamu yake. Ni mtu aliyewekwa katika zamu. Zamu yangu ikipita, kuna wengine watakuja. Unaweza kusema Gwajima mkorofi. Kama unaniona mkorofi, basi kwa taarifa yako, Mungu atakuandalia wakorofi kizazi hadi kizazi. Akitoka mkorofi huyu, anakuja mkorofi huyu. Akitoka mkorofi huyu, anakuja mkorofi huyu. Paka shetani na wachawi na waganga wa kienyeji na malaika zake wajue kabisa kwamba Tanzania ni ya Bwana. Haleluya. Biblia, yani Mungu anasema nitakuwa mkorofi kwa wakorofi, nitakuwa mpole kwa wapole, na nitakuwa mwenye huruma kwa wenye huruma.